Mtu wa Mungu, kama umekuwa unaota ndoto, ujue wazi kabisa kwamba wewe ni kiziwi. Ni mara nyingi Mungu anasema na wewe lakini haumsikii. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu masikio yako ya rohoni hayasikii. Unaona? Kwa sababu husikii, na kuna mambo mengine ni mengi sana ambayo umeyapoteza kwa sababu hausikii. Lakini ikishafikia point, jambo likisha kuwa critical, yani jambo likisha kuwa la msingi, jambo likisha kuwa la maana sana, la muhimu sana, Mungu sasa huwa anaona huyu mtu anisikii, ngoje sasa niongee naye kupitia ndoto. Anasema hivyo katika Ayubu sura ya 33 kuanzia mstari wa 14. Anasema kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu hajali. Unaona? Ndipo huyafunua masikio ya watu na kuyatia muhuri mafundisho yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona hapo kwamba Mungu hunena mara moja hata mara ya pili. Maana kama amekwambia kuhusu jambo fulani hujasikia, ameongea tena mara ya pili hujasikia, maana yake ni kwamba anaona kwa sababu hili jambo ni la msingi sana, ni lazima nimuokoe mtu wangu. Angalia sababu ya kwa nini likishakuwa jambo la msingi haishi kukuambia tu kama usikii, anakupeleka kwenye ndoto ili uweze kuona na kuelewa vizuri. Angalia katika mstari wa 17, anasema hayo yote anafanya kupitia ndoto ili amuondoe mtu katika makusudi yake na kumfichia mtu kiburi. Kuna wakati wewe kuna makusudi ambayo unayaona wewe ni mema. Kwa mfano labda ni kijana, unaona binti au mkaka fulani ambaye unaona kwamba wewe anakufaa, lakini kumbe Mungu anaona kuna mauti mbele yako kupitia huyo mtu, sio mtu ambaye Mungu amekusudia. Kwa hiyo mtu anakuondoa kwenye makusudi yako na mapenzi yako ili akuepushie mabaya. Mstari wa 18 anasema kwamba yeye huzuia nafsi yake isiende shimoni na uhai wake usiangamie kwa upanga. Kwa sababu Mungu anakupenda. Ndio maana unakuta kwamba kwa sababu alikwambia usisafiri, ajali itatokea lakini hujasikia, au ulisikia lakini haukuzingatia. Kwa hiyo Mungu anajifunua, anaongea na wewe kupitia ndoto kukuonyesha kwamba ajali itatokea mtu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana baada ya kuota hivyo ukaona kwamba usisafiri, na kwa sababu kusafiri ukapata taarifa kwamba ajali imetokea. Unaona, ukitaka kuthibitisha kwamba mara nyingi Mungu huwa anasema, unaweza kukuta kwamba ulikuwa unataka utoke, ghafla unaambiwa kwamba usisafiri. Alafu unajisikia unakuwa mzito tena kuondoka. Kuna sababu tunasikia kwamba inasema no usisafiri hata kama saa ni ya muhimu. Alafu unajizuia kusafiri, baadaye unasikia ajali imetokea au jambo baya limetokea, tukio lolote baya limetokea. Unagundua kumbe ni Mungu aliyekuwa anasema. Sasa mara nyingi Mungu anapokuwa anasema, unaweza kukuta kwamba hausikii au unasikia lakini unapuuza, haujali. Ndio maana Mungu anakuja kukufunulia kwenye ndoto. Kwa hiyo ukishaona hivi kwamba wewe ni mtu ambaye unaota ndoto sana, ujue kwamba ni Mungu anakufunulia mambo ya msingi. Kwa hiyo jifunze kumsikia Mungu sasa kupitia kulisoma neno lake, kufanya maombi ya kufunga na kuomba, lakini pia kupata ushauri kutoka kwa viongozi wa kiroho ambao wamekutangulia kulingana na roho Mungu atakao kufundisha. Lakini maana yake ujue kabisa kwamba wewe hausikii, ndio maana unaota ndoto.